السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نستفتح المقال بذكر الحمد ربنا تعالى، والحمد لله على ما أنعم، حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه جميعا. Amma ba'du. Ndugu zangu, katika darsa yetu ya leo katika somo la usulul fiqhi, tumefika katika kipengele cha kuelezea alwajibul muwassa, wajibu uliowekewa nafasi. Wayanqasimu alwajibu aidan ila mudhayyaqin wa muwassa'i, na unagawanyika wajibu vile vile kwenda katika mudhayyaq na kwenda katika muwassa'. Mudhayyaqu ni ule wajibu ulionyimwa nafasi, umefinywa, na muwassa'a ni ule wajibu uliopewa nafasi kama tutakavyoona hapo mbele. Taarifu alwajibi almudhayyaqi, kielelezo cha wajibu ulionyimwa nafasi. Wanawachuoni wa usulul fiqhi wamewaarifisha wakasema, huwa ma kana zamanul mawdu'u lahu, nao ni ule ambao umekuwa muda uliowekwa kwa ajili yake, musawiyan li zamani fi'lihi, ni wenye kulingana na muda wa kitendo chake. Wakatoa mfano, na kama ilmu hii ya usulul fiqh huwezi kujua bila mifano. Wakatoa mfano wakasema, kasaumi fi Ramadhan, kama vile saumu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huu wakati ni mudhayyaqu. Kwa nini? Kwa sababu yastaghariqu ma baina tulu'i alfajri ila ghurubi shamsi, unachukua ule muda wote ulio baina ya kuchomoza alfajiri mpaka jua linapokwenda kuzama. Sasa huwezi kupata fursa ya kufanya ibada ya namna hiyo nyingine, kwa sababu saumu ya Ramadhani imechukua kuanzia uchomozaji wa alfajiri mpaka jua linapokwenda kuzama. Sasa wakati huu unaitwa mudhayyaqu, wajibu huu unaitwa mudhayyaqu, umenyimwa nafasi. Lakini tutazame taarifu alwajibi almuwassa, kielelezo cha wajibu uliopewa nafasi. Wanawachuoni wa usulul fiqhi kadhalika wamewaarifisha wajibu huu kwa kusema, huwa ma kana zamanu almawdu'u liadai alwajibi fihi akthar min zamani fi'lihi, nao ni ule wajibu ambao umekuwa muda uliowekwa kwa ajili ya kutekeleza wajibu ndani yake ni zaidi ya ule muda wa tendo lake. Wakatoa mfano, na nimesema hapo mwanzo usulul fiqh huwezi kuielewa bila mfano. Wakatoa mfano wakasema, kasalati, kama vile swala. Kwa mfano, inapoingia adhuhuri, swala ya adhuhuri inakupa nafasi wewe uswali qablia, na hata ukitaka uswali tahiyatul masjid inakupa nafasi. Lakini pia ikishaswaliwa adhuhuri inakupa nafasi uswali baadia. Kwa hiyo utaona wajibu huu ni muwassa, ni wajibu uliopewa nini? Uliopewa nafasi. Na kadhalika hivyo hivyo ziko ibada nyingine. Waqad ankara aktharu alhanafiyati alwajiba, na mahanafi wengi wameupinga alwajib almuwassa. Waqad ankara aktharu alhanafiyati alwajib almuwassa, na kwa hakika mahanafi walokuwa wengi wameupinga wajibu uliopewa nafasi. Muhtajina
wakisimamisha hoja bi anna tawassua yunaqidhu alwujuba, kwamba ule ukunjufu wa wajibu unapingana na wajibu. Yani kile kitendo cha ukunjufu, wajibu kupewa nafasi, ni jambo linalopingana na wajibu. Waqad istadalla aljumhuru, na kwa hakika wamestadili jumhurul ulama, wametoa dalili liithbati alwajibi almuwassa, kwa ajili ya kuuthibitisha wajibu uliopewa nafasi. Tena wametoa dalili bil aqli wa shar'i, kwa akili na kwa sheria. Amma al aqlu, ama dalili ya akili, wao jumhurul ulama wanasema falau qala as-sayyidu li'abdihi, lau bwana atasema kumwambia mtumwa wake, amuruka bibinai hadha alhait, ninakuamrisha ujenge ukuta huu, fi hadha alyawmi, katika siku hii ya leo, mata shi'ita, wakati wowote utakapotaka kufanya hivyo, fa fi ayi sa'atin fa'alta, katika saa yoyote utakayofanya, qumta bilwajibu, utakuwa umesimama kutekeleza wajibu. Wa in tarakta, na ukiacha, aqabtuka, nitakuadhibu. Kana kalama maakula, yatakuwa ni maneno ambayo yanaingia akilini, yanakubalika akilini. Yani leo wewe uwe na mfanyakazi wako au uwe na mtumwa wako, kisha umwambie huyo mfanyakazi wako, amuruka bibinai hadha alhait, ninakuamrisha ujenge ukuta huu, fi hadha alyawm, katika siku hii ya leo, mata shi'ita, wakati wowote utakaotaka, fi ayi sa'atin fa'alta, katika saa yoyote utakayofanya, qumta bilwajibi, utakuwa umesimama kulitekeleza jambo la wajibu. Wa in tarakta, na ukiacha, aqabtuka, nitakuadhibu. Kana kalama maakula, yatakuwa ni maneno yanayoingia akilini. Sasa ikiwa ametekeleza wakati wa alasiri, na we amri hii uliitoa asubuhi, huwezi kumwadhibu kwa kumwambia kwa nini umefanya alasiri, kwa sababu wewe ulimpa fursa, ulimpa wasaa, kwamba katika muda wote atakaotaka yeye kutekeleza atakuwa ametimiza wajibu. Sasa inakubalika kiakili, hiyo ni dalili ya kiakili. Wa amma shar'u, ama dalili ya sheria inayothibitisha wajibu uliowekewa nafasi, fahuwa anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma arada an yu'lama al-a'rabi au an yu'allima al-a'rabi, na ndivyo ilivyo sawa, lamma arada an yu'allima al-a'rabi, mtume alipotaka kumjulisha mwarabu awqati sala, zile nyakati za swala, salla fi awwali alwaqti fi yawmi, aliswali mwanzo wa wakati katika siku moja, wa salla fi akhirihi fi alyawmi thani, na akaswali mwisho wa wakati katika siku ya pili. Waqala, na akasema, alwaqtu ma baina hadhain, wakati unapatikana ule muda uliokati ya hivi vipindi viwili. Faqad ja'ala ash-shar'u awwal al-waqti wa akhirahu waqtan lilwajibi, kwa hakika sheria imejaalia mwanzo wa wakati na mwisho wake ni wakati wa kutekeleza wajibu. Faqasru al-wujubu ala akhirihi, basi kufupisha wajibu juu ya mwisho wake, ikawa unafupizika tu mwisho wake, na wala usijalie kuwa kuna katikati yake na mwanzo wake. Tahakumu ala nasi, ni kuisusubika nasu, yani unakuwa unakwenda kinyume na nasu, kwa sababu nasu imeelekeza mtume kasali mwanzo, kisha akasali mwisho, kisha akasema katikati ya hivi vipindi viwili ni wakati wa kutekeleza wajibu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba alwajibu almuwassaa ni jambo linalokubalika kisheria, wajibu uliopewa nafasi. Fa in qila, ikiwa patasemwa as-salatu fi awwali alwaqti yajuzu tarkuha, kuswali mwanzo wa wakati ni jambo ambalo linajuzu kuacha, yani inajuzu kuliacha jambo hilo.
Mtu anasema si swali mwanzo wa wakati, nitasali katikati au nitaswali mwisho. Ikiwa patasemwa hivyo, halafu mtu akajenga hoja akasema wamajaza tarkuhu yakunu manduba, na lile jambo ambalo inajuzu kuliacha linakuwa ni mandubu, ni sunna, wala isa biwajibi, na wala sio wajibu. Faljawabu, basi majibu yetu, innahu la yajuzu tarku fi awwali alwaqti illa bi sharti alazmi ala alfi'li, hakika haijuzu kuacha kuswali mwanzo wa wakati ila kwa sharti ya kuazimia juu ya kufanya katikati ya wakati au mwisho wa wakati, lazima uazimie hivyo. Wama jaza tarkuhu bi sharti, na jambo lolote linalojuzu kuacha kwa sharti, falaisa bimandubi, haliwezi likawa ni mandubu. Lianna almanduba, kwa kuwa mandubu ikiwa na maana ya sunna, yajuzu tarkuhu mutlaqa, inajuzu kuiacha kwa kuachilia, kuacha moja kwa moja pasina sharti ya aina yoyote. Kwa hiyo ndio hoja yetu sisi kwamba inajuzu kuthibitisha wajibu uliopewa nafasi kwa dalili hizi. Fa in qila, ikiwa patasemwa lam yarid fi an-nass ishtiratu al-azmi, hakujaja dalili yoyote katika nasu inayoshartisha kuazimia. Ni aya gani na ni hadithi gani iliyokuja ikasema ukitaka kuacha kufanya jambo la wajibu mwanzo wa wakati ni sharti uazimie? Ikiwa watajenga hoja hiyo kwamba lam yaridi fi nasi ishtiratu al-azmi, haijakuja katika nasu kushartisha kuazimia, fa ijabuhu ziyada, basi kuwajibisha kwake kutakuwa ni nyongeza hiyo. Faljawabu, basi jawabu, innahu wa illam yarid fi nasi, hakika japokuwa hakujaja katika nasu jambo linaloelekeza kuazimia kuacha kufanya mwanzo wa wakati, lakinahu min babi ma la yatimu alwajibu illa bihi, lakini jambo hilo linaingia katika ule mlango wa lile jambo ambalo hautimii wajibu ila kwalo. Yani ukiona jambo lolote wajibu hauwezi kutimia ila kwa kulifanya, basi nalo hilo jambo linakuwa ni wajibu. Kama huwezi kutekeleza wajibu katikati ya wakati na mwisho wa wakati mpaka uazimie, huwezi kutekeleza jambo la wajibu katikati ya wakati na mwisho wa wakati ila kwa kuazimia, basi kuazimia kunakuwa ni wajibu. Ndiyo mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, jambo ambalo hautimii wajibu ila kwalo, basi nalo hilo jambo linakuwa ni wajibu kulifanya. Kwa hiyo kuazimia vile vile ni wajibu ukiwa unataka kufanya katikati ya wakati au mwisho wa wakati. Kwa hiyo tunabaki pale pale kwamba wajibu muwasaa ni jambo linalokubalika kisheria. Kwa hiyo leo tutaishia hapa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki tuendelee katika somo linalofuatia, na somo linalofuatia tutaelezea ma la yatimu alwajibu illa bihi, ndicho tutakachokielezea. Wallahu waliyu tawfiqi, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.